Peoples. Kwa majina naitwa Bele Ponela, mwenyekiti wa kanda ya Kusini. Kwa maana ya mikoa ya Ruvuma, Lindi na Mtwara. Pia mimi ni mjumbe wa kamati kuu Chadema. Sasa hii ziara kabla ya kuja huku ilianza kwenye kanda yangu. Nilikuwa na Mheshimiwa Heche, tumepiga kule vibaya sana. Kule kulikuwa na vyama vidogo vidogo, wale wa kulinda kula, wale wote wamehamia chama hiki kikubwa cha siasa nchini, wanasema tumeungana tupiganie haki. Katika hii ziara nimepita na nimejithibitishia kwamba kila eneo kuna vilio vya Oktoba 29. Ukweli usiojificha, ndugu zetu walikufa kupitiliza hizo tarehe. Kikubwa zaidi, imenitia mashaka, nilikuwepo pale Mlowo jana Mbozi. Wanasema kulikuwa na kiongozi wa Chadema, polisi wamemfuata, wamemuua, wameenda kutupa msiba Malawi. Watu wamemtafuta, bahati nzuri Malawi walikomtupa kuna mtu alipiga picha. Akaja akawaambia, jamani, hii mtu ambaye tumemzika Malawi ni huyu hapa. Kucheki ni mtu wa Mbozi. Watu wa Mbozi wakamfuata kuchukua maiti yao, wakafukua. Kuja pale polisi wanakataa asizikwe mchana, kutaleta lapsha. Polisi roho mbaya, tutailipa mtake mstake. Hatuwezi kuvumilia. Hatuwezi kuvumilia. Nchi kila kijana moyo umejaa damu, ana maumivu. Sisi vijana tunaofanya siasa za upinzani nchi hii hatuna amani. Leo nikilala hapa, kesho nahama, kesho kule. Sasa hatuwezi kuwa mateka kwenye taifa letu. Safari tumesema basi, mtachagua nyinyi, mtatuunga sisi au muwe na CCM. Sisi hatuofi lolote, tutapelekeana kisawasawa katika kujilinda. Niwaambie CCM na polisi wameanza kuweuka na maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7. Mmeanza kuweuka. Tunataka tuwaambie Chama cha Mapinduzi, nchi hii sio ya mama yenu. Hawa wananchi wana haki ya kuandamana. Wana haki ya kuandamana. Hatupo tayari tuuawe kwenye nchi yetu, tutekwe, tuumizwe na tuendelee kuwavumilia. Safari hii tutasimama. Okay. Peoples. Naona ameanza kupaniki kuanzia leo. Waambie huu moto hauzimi. Hii nchi lazima iende. Watake wastake, hii shughuli imekwisha. Asanteni sana. Makamanda Peoples. Sasa makamanda, wakati anaongea mwenyekiti wenu Loda Kuchela aliongea kitu kuhusiana na makanikia. Mheshimiwa Makamu, naomba nieleze kidogo ili uweze kuelewa na utakapokuwa unaiongea uweze kuizungumzia vizuri. Makanikia anayoyaongelea mwenyekiti wa mkoa ndugu Loda Kuchela ni makanikia ambayo kama unafahamu nchi yetu wakati ikiwa ni koloni ilianza kutawaliwa na Mjerumani. Na baada ya Mjerumani sisi tukapewa kuwa chini ya uangalizi wa Mwingereza. Kwa Mwingereza alikuja hapa, kukawa na sehemu sasa hivi wanapaita kampuni, akawa anachimba madini. Alivyokuwa anachimba madini akaacha vifusi vingi kama milima ambayo alikuwa ameacha makanikia. Haya makanikia yamekaa kwa muda mrefu tangu kabla ya uhuru. Tangu mwaka 60 Mwingereza alivyoondoka aliyaacha hayo marundo kama milima.
na alivyoondoka akaenda kufungua kampuni iliyokuwa hapa, ikaenda kuendelea Uganda. Sasa alipoyaacha, aliacha pia na kokoto. Zile kokoto zilitumiwa na halmashauri, zilichukuliwa na halmashauri, zikatumika kujenga majumba ya halmashauri, na zingine wakawa wanauziwa wananchi, na nyingine zikauzwa mpaka Sumbawanga. Makanikia yakabaki mpaka kipindi cha utawala huu, na hasa kwa mbunge huyu, ndiyo yameanza kubebwa matani kwa matani, wanayachukua kule kwa malori makubwa, wanayapeleka kwenye kiwanda fulani, wanachenjua, alafu wanaenda kupeleka kwenye kontena, wanasafirisha, wanapeleka nje. Na kila kontena linakadiriwa kuwa linabeba tani zenye thamani ya shilingi bilioni 2.5 kila kontena ambalo linabeba, na wamebeba makontena mengi ya kutosha, lakini hakuna anayelipishwa kodi, hawana leseni, hawana chochote, na hainufaishi chochote kwa wananchi hapa, sio kwenye jamii ambako yanatoka, wala kwenye mkoa wenyewe. Kwa hiyo Mheshimiwa Makamu, utakapokuwa unazungumza, ulizungumzie hili. Asanteni kwa sababu ya muda, ninaomba nirudishe mic ili tuweze kuendelea, kwa sababu ninajua mna hamu ya kumsikiliza John Wegesa Heche, sio? Kwa hiyo ninaomba nimkaribishe dada yangu hapa aweze kuendelea na protokoli ya kitaifa ili aweze kualika wageni mbalimbali.